Habari za ulimwengu. Msomaji ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Marekani yasema Lebanon si sehemu ya makubaliano ya kusitisha vita na Iran, huku Israel ikiishambulia Lebanon. Rais wa Marekani Donald Trump aikosoa jumuiya ya kujihamia NATO kuhusiana na vita vya Iran. Na zaidi ya wafanyakazi 3,000 wa kutoa misaada wauawa katika kipindi cha miaka mitatu. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Lebanon sio sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano kwa wiki mbili yaliyoafikiwa, akiliita swala la Lebanon kuwa mzozo tofauti, huku Israel ikifanya wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya Lebanon baada ya makubaliano hayo kutangazwa. Iran kwa upande wake imesema itakomesha usitishaji mapigano kwa upande mmoja ikiwa mashambulizi ya Israel yataendelea dhidi ya Lebanon. Wizara ya afya ya Lebanon imetangaza idadi ya vifo kutokana na mashambulizi makubwa ya Israel jana Jumatano kuwa watu 182. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ilisema imekasirishwa na vifo na uharibifu huo mbaya. Kundi la Hezbollah limesema hivi leo limevurumisha maroketi kuelekea kaskazini mwa Israel kujibu mashambulizi hayo. Wakati haya yakiarifiwa, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel iko tayari kurudi vitani baada ya kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameikosoa jumuiya ya kujihamia NATO kuhusiana na vita vya Iran wakati alipokutana na katibu mkuu wa jumuiya hiyo Mark Rutte mjini Washington hapo jana. Trump alisema amevunjwa moyo na kukatishwa tamaa kwa kuwa NATO haikuwepo wakati Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Lakini Rutte kwa upande wake alisema alifanikiwa kuashiria ukweli kwamba idadi kubwa ya mataifa ya Ulaya yamekuwa yakisaidia katika kuweka kambi za kijeshi, uratibu wa mipangilio na kutumia ndege za ziada na kuhakikisha yanatimiza ahadi zao. Rutte alifanya mkutano wa faragha na Trump kwa ajili ya majadiliano ambayo yalitarajiwa kuzingatia kuufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kutuliza hasira ya Trump dhidi ya NATO kuhusu vita vya Iran. Ikulu ya Marekani ilisema Trump angelijadili uwezekano wa kuondoka katika muungano huo baada ya kushindwa kujiunga na vita hivyo. Moscow. Mabaki ya ndege isiyo na rubani iliyodunguliwa kusini mwa Krasnodar Krai yamemuua mwanamume mmoja. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na gavana wa eneo hilo la Urusi Veniamin Kondratiev mapema leo. Mwanamume huyo aligongwa na mabaki ya ndege isiyo na rubani alipokuwa kwenye roshani ya jengo la ghorofa katika kijiji cha Sauk Dere katika wilaya ya Krimsk. Vipande vya ndege zisizo na rubani zilizoharibiwa pia vilianguka kwenye eneo la biashara na katika maeneo kadhaa katika eneo hilo, lakini hakuna majeraha yoyote yaliyoripotiwa. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Paris. Mahakama ya Ufaransa itamshitaki luteni kanali wa zamani wa jeshi la Rwanda Cyprien Kayumba kwa mashtaka ya kushiriki katika mauaji ya kimbari kwa madai ya kuwasilisha silaha zilizotumika wakati wa mauaji ya mwaka 1994. Hayo ni kwa mujibu wa chanzo cha mahakama katika kauli yake ya jana Jumatano. Kayumba mwenye umri wa miaka 71 kutoka kwa jamii ya Wahutu aliongoza idara ya Wizara ya Ulinzi iliyohusika na kuagiza na kuwasilisha silaha wakati wa mauaji ya kimbari. Kayumba ambaye ameishi Ufaransa tangu mwaka 1998 amekuwa akidai kila mara kwamba hakujua silaha alizoziagiza zingetumika kuwaua Watutsi. Majaji waliamuru kwamba Kayumba ashtakiwe katika tarehe ambayo haijapangwa kwa mashtaka ya kushiriki katika mauaji ya kimbari na kushiriki katika uhalifu dhidi ya binadamu. Walimwamuru akabidhi pasipoti yake na kumkataza kuondoka Ufaransa. Na hatimaye Umoja wa Mataifa, New York. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya wafanyakazi 1,000 wa kutoa misaada ya kibinadamu wameuawa kote ulimwenguni katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita
karibu mara 3 ya idadi ya vifo katika miaka mitatu iliyotangulia. Mkuu wa kuratibu misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hapo jana kwamba ongezeko hilo halikutokea kwa bahati mbaya, bali ni kutokana na kuzorota na kusambaratika kwa mifumo ya ulinzi. Fletcher alisema kati ya wafanyakazi zaidi ya 1,010 wa kibinadamu waliouawa mwaka 2023, wengi wametokea. DW Dunia Yetu leo asubuhi. Asubuhi njema popote ulipo. Alhamisi ya tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2026. Miongoni mwa yale utakayosikia asubuhi ya leo ni yanojiri katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Masoko ya fedha duniani yameanza kuonyesha nafuu baada ya Marekani na Iran kukubaliana kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 2, na serikali mkoani Kigoma magharibi mwa Tanzania yaamuru kuanza msako pamoja wa vyombo vyote vya dola dhidi ya wahamiaji wasio na vibali. Tunaanza uchambuzi wetu kwa kuangazia mzozo wa kivita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambao umesitishwa kwa makubaliano yaliyoratibiwa na Pakistan yatakayodumu kwa wiki 2, huku juhudi za kidiplomasia zikishika kasi kujaribu kukomesha kabisa vita hivyo, ikiwemo mkutano wa amani unaopangwa kufanyika mjini Islamabad hapo Ijumaa. Josephat Charo ametuandalia mkusanyiko wa matukio yanayohusiana na mzozo huo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Lebanon si sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano kwa wiki 2 yaliyoafikiwa, akiwita kuwa mzozo tofauti, huku Israel ikifanya wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya Lebanon baada ya makubaliano hayo kutangazwa. Iran kwa upande wake imesema itakomesha usitishaji mapigano kwa upande mmoja ikiwa mashambulizi ya Israel yataendelea dhidi ya Lebanon. Wizara ya afya ya Lebanon imetangaza idadi ya vifo kutokana na mashambulizi makubwa ya Israel jana Jumatano kuwa watu 182. Wizara hiyo iliongeza kusema watu 890 wamejeruhiwa. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam alitangaza Jumatano jioni kwamba leo Alhamisi itakuwa siku ya maombolezo kwa wote waliouawa. Wakati huo huo, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ilisema imekasirishwa na vifo na uharibifu huo mbaya. Mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani mashambulizi makubwa ya Israel dhidi ya Lebanon Jumatano. Alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kukomesha machafuko hayo mara moja. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf amesema kusitisha mapigano au mazungumzo ya pande mbili hayana mantiki, huku akiorodhesha matukio 3 ya ukiukwaji wa kusitisha mapigano aliyosema ulifanywa Jumatano. Israel na Marekani zimeshikilia kwamba Lebanon haijajumuishwa katika kusitisha mapigano. Iran hivi leo imetangaza njia mbadala kwa meli zinazosafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz, ikitaja hatari ya mabomu ya baharini katika eneo kuu la njia muhimu ya maji. Wakati haya yakiarifiwa, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel iko tayari kurudi vitani baada ya kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran. Netanyahu alisema katika taarifa iliyorushwa kwenye televisheni, na hapa tunanukuu, "Niweke wazi, bado tuna malengo ya kukamilisha na tutayafikia, ama kupitia makubaliano au kupitia mapigano mapya." Mwisho wa kumnukuu. Kwa upande mwingine, ikulu ya White House jana ilisema Rais Trump anaamini jumuiya ya kijeshi ya NATO ilijaribu na walishindwa wakati wa vita vya Iran, kabla ya mkutano kati yake na katibu mkuu wa jumuiya hiyo Mark Rutte. Trump alikosoa NATO na alionekana kufufua vitisho vyake kuhusu kisiwa cha Greenland baada ya mkutano wa faragha na Rutte, ambapo alitarajiwa kujadili uwezekano wa kuondoka katika kambi hiyo muhimu ya usalama baada ya kushindwa kujiunga na vita vya Iran. Asante sana Josephat Charo kwa ripoti hiyo. Masoko ya fedha duniani yameanza kuonyesha nafuu baada ya Marekani na Iran kukubaliana kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 2. Hatua hii imeleta matumaini kwa wawekezaji, hasa kuhusu usafirishaji wa mafuta kupitia njia muhimu ya mlango bahari wa Hormuz.
Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa nafuu hii inaweza kuwa ya muda mfupi, kwani athari za vita bado zinaendelea kuonekana katika uchumi wa dunia. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Baada ya tangazo la kusitisha vita, bei ya mafuta ilishuka na masoko ya hisa pamoja na dhamana za serikali ilianza kupanda. Hii ni kwa sababu wawekezaji waliona hatari imepungua kidogo, hivyo wakaanza kurejesha imani yao kwenye uchumi wa dunia. Hata hivyo, wataalamu wanasema nafuu hii inaweza kuwa ya muda tu. Vita hiyo tayari imeathiri bei za nishati na kusababisha mfumuko wa bei kuendelea kuwa juu kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Kabla ya vita kulikuwa na matumaini kwamba riba za mikopo zingepunguzwa katika nchi kama Marekani na Uingereza, lakini sasa hali imebadilika na uwezekano wa kupunguza riba umepungua kwa sababu mfumuko wa bei bado uko juu. Kupanda kwa bei ya nishati kumeonyesha wazi kuwa mataifa makubwa bado yanapambana kudhibiti mfumuko wa bei. Hii ina maana gharama za maisha zinaweza kuendelea kuwa juu kwa wananchi wa kawaida. Kwa upande wa masoko ya dhamana, mwezi uliopita kulikuwa na ushukaji mkubwa, hali iliyoonyesha kuwa wawekezaji wameanza kuwa waangalifu zaidi. Wengi wao sasa wanaamini kuwa riba zinaweza kubaki juu kwa muda mrefu. Mchambuzi mkuu wa masoko kutoka benki ya Consol nchini Ujerumani, Jochen Stanzel, aliambia shirika la habari la Reuters kwamba usitishaji vita ulikuwa ahueni kubwa, akiutaja kama habari walizokuwa wanazisubiri kwa muda mrefu, lakini hakutarajiwi nafuu ya haraka ya kushuka kwa bei za nishati. Also ein Ölpreis im Bereich von $100. Bei ya mafuta inatarajiwa kubaki karibu dola 100 kwa sasa, ikiendelea kati ya dola 90 hadi 100, na ingawa kulikuwa na dalili za kupanda hadi dola 120. Hilo linaonekana halitotokea kwa sasa kutokana na kurejea kwa usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz. Hata hivyo, bei hazitarudi haraka kwenye viwango vya zamani kwa sababu ya uharibifu uliotokea na changamoto zilizopo katika usafirishaji na usambazaji wa mafuta, hali inayohitaji muda kutatuliwa ingawa haitadumu milele. Keine Geschichte, die jetzt dann ewig dauern wird. Hata baada ya kusitisha mapigano, bado kuna hofu kuhusu usalama wa nishati duniani. Mataifa mengi yana wasiwasi kuwa mgogoro unaweza kuibuka tena na kuathiri upatikanaji wa mafuta. Nchi kadhaa kama India na New Zealand zimeamua kutobadilisha viwango vya riba kwa sasa, lakini zinaonyesha kuwa zinaweza kuongeza riba siku zijazo ikiwa mfumuko wa bei utaendelea kupanda. Wakati huo huo, masoko ya hisa barani Ulaya yamepanda kwa kasi, yakionyesha matumaini ya wawekezaji. Sekta kama usafiri, benki na viwanda zimefaidika zaidi kutokana na kushuka kwa bei ya mafuta. Ingawa usitishaji vita umeleta nafuu ya muda mfupi, bado kuna changamoto kubwa mbele. Uchumi wa dunia unaendelea kukabiliwa na mfumuko wa bei na bei za nishati zisizotabirika. Hivyo nchi nyingi zinaendelea kuwa makini katika maamuzi yao ya kiuchumi. Shukran sana Idi Sesanga kwa taarifa hiyo. Marekani, Israel na Iran zimekubaliana kusitisha mapigano kwa wiki mbili baada ya Islamabad kufanikisha makubaliano ya muda mfupi. Lakini ingawa makubaliano hayo ni mafanikio makubwa kwa Pakistan, kile kitakachofuata baadaye ndicho muhimu na tata zaidi. Uchambuzi wa mwandishi wetu Shamil Shams unasomwa studioni na Mohamed Khelef. Kupitia ujumbe wake wa siku ya Jumanne kwenye mtandao wa Truth Social, Rais Trump wa Marekani alisema alikuwa amepokea pendekezo la kusitisha mapigano kutoka waziri mkuu wa Pakistan, Shehbaz Sharif, na kwamba alikubaliana nalo na kusitisha ulipuaji wa mabomu na mashambulizi dhidi ya Iran kwa wiki mbili, kwa mategemeo kwa jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran ingekubali kufungua mara moja na kikamilifu mlango bahari wa Hormuz. Mtaalamu wa mahusiano ya kimataifa katika chuo kikuu cha Quwad Izam mjini Islamabad, Raja Kaisar Ahmed, anasema Pakistan imefanikisha makubaliano hayo kwa kuijenga kama mpatanishi mwenye kuaminika wakati wa hali ngumu ya mapigano. Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, Islamabad ilitumia diplomasia chini kwa chini kutuma ujumbe wa hakikisho kwa Washington na Tehran, na hivyo kusaidia kuleta pamoja maslahi ya pande hizo kwenye kusitisha mapigano. Waziri Mkuu Sharif na mkuu wa majeshi Asim Munir wamekuwa na mahusiano ya karibu na Trump tangu mwezi Mei mwaka jana, wakati Pakistan na India zilipoanzisha vita vifupi lakini vyenye hasara kubwa baina yao. Wakati huo ni Trump alijitokeza kuwa mpatanishi. Pakistan pia ina mahusiano tata ingawa ya kirafiki na serikali ya Iran. Sasa Islamabad, kwa mujibu wa mkurugenzi wa kituo cha Simpson Center mjini Washington, Elizabeth Freckeld, inataka kuitumia fursa hii ya kuzipatanisha Marekani na Iran kujionyesha ilivyo muhimu kwenye siasa za kilimwengu na za kikanda.
Hata kama hakuna uhakika ikiwa makubaliano haya ya kusitisha mapigano yatadumu, lakini waziri mkuu wa Pakistan ana matumaini makubwa. Sharif alithibitisha kwamba serikali yake imewaalika wajumbe wa Marekani na Iran mjini Islamabad kesho Ijumaa kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja kukomesha uhasama kati yao. Lakini kuzipatanisha Marekani, Israel na Iran ni jambo gumu sana, anasema mchambuzi wa masuala ya kisiasa Zahid Hussein, na hapa namnukuu: mazungumzo hayatakuwa rahisi kwa Islamabad. Tutangojea kuona endapo makubaliano yenyewe yatadumu kwa muda gani, mwisho wa kumnukuu. Ugumu wa kuzipatanisha pande hizo umo kwenye kiwango cha kuaminiana baina yao. Tehran haina sababu hata ndogo kuiamini Washington, ambayo mara mbili imeshirikiana na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi yake wakati wakiwa kwenye meza ya mazungumzo. Lakini kwa upande mwingine, Trump anakabiliwa shinikizo kubwa ndani na nje ya nchi yake kumtaka komeshe vita hivyo alivyoanzisha wakati akiwa hana mkakati, malengo wala sababu zinazoeleweka. Upande mwingine kuna Israel ambayo hata kama inasema imekubaliana na uamuzi wa Trump kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran, yenyewe inaendeleza mashambulizi yake dhidi ya Lebanon. Kwa kushambulia Lebanon, Israel inakwenda kinyume na mojawapo ya vipengele muhimu kati ya 10 ambavyo ndiyo masharti ya Iran kusitisha mapigano. Nacho ni kuyahusisha makundi ya washirika wake ndani ya Lebanon, Yemen na Iraq kwenye makubaliano hayo. Hussein anasema si jambo rahisi kwa Marekani kuidhibiti Israel na kuhakikisha kuwa usitishaji huo mapigano unapelekea kuwa mwanzo wa utulivu kwa eneo zima. Ni ripoti yake Mohamed Khelef, asante sana. Serikali mkoani Kigoma magharibi mwa Tanzania imeamuru kuanza msako wa pamoja wa vyombo vyote vya dola dhidi ya wahamiaji wasio na vibali pamoja na wakimbizi wanaotajwa kutoroka kambi katika mkoa huo, huku wananchi wakihimizwa kushiriki msako huo. Mwandishi wetu Prosper Kuigize amefuatilia sakata hilo na ametuandalia ripoti ifuatayo. Kufuatia msimamo wa serikali ya Tanzania kufuta kambi na kufanya msako wa wahamiaji, baadhi ya wananchi mkoani Kigoma wameonyesha kuwepo kwa uhitaji wa raia wa kigeni katika kutekeleza shughuli za kiuchumi na kutoa wito kwa wahamiaji au wakimbizi kupata vibali ili kuishi kwa amani. Wakizungumza na DW, wananchi hao wamesema kuwepo kwa wahamiaji wasio na vibali kunaweza kuwa hatari kwa usalama. Jumanne Kimtanange, mkazi wa Kigoma, pamoja na kuunga mkono msako, anasema kisheria anatakiwa ukimchukua mtu yule pale lazima ufuate sheria. Lazima uwe na vibali kutoka immigration au kutoka kwenye taasisi husika. Maana hata ikitokea uhalifu na wewe pia utakuwa ni mmoja hapo katika wahalifu. Kwa ushauri wangu kwa wale ambao wanachukua bila vibali, wafuate sheria. Akizungumza na DW kwa njia ya simu, mkuu wa uhamiaji mkoa wa Kigoma, kamishna msaidizi mwandamizi Dismas Rusiani Mlula, amebainisha kuwa tayari zaidi ya wahamiaji 200 wamekamatwa katika msako huo uliotangazwa na mkuu wa mkoa wa Kigoma ambao hadi sasa unaendelea. Nafikiri zaidi ya 300 mpaka dakika hii, kwa sababu walioondoshwa watoto wako zaidi ya 200 baada ya kuona hali halisi ya wahamiaji haramu jinsi walivyotapakaa kwenye maeneo mbalimbali, lakini vile vile kutokana na zoezi la uondoshwaji wa wakimbizi, kunaonekana baadhi wanakwenda, wengine wanarejea, lakini wengine wanaonekana kutokurejea kwenda. Si kutapakaa kwa mkoa huu, wahamiaji haramu wapo maeneo mengi nchini, lakini lango kubwa la kupitia kimsingi ni mkoa huu. Mlula ameeleza kuwa kumekuwepo na wimbi la raia wa kigeni hasa kutoka Burundi na Rwanda wanaoingia kuishi na kufanya kazi bila vibali, akitoa wito kwa raia wa nchi jirani kufuata utaratibu. Awali mkuu wa mkoa wa Kigoma, Inspekta Jenerali mstaafu wa polisi Simon Silo, mwishoni mwa juma lililopita, wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya kikao cha wakuu wa vitengo vya ulinzi na usalama mkoani humo, alielezea kusakwa kwa wahamiaji kila eneo. Taarifa tulizopata kama vyombo vya ulinzi na usalama ni kwamba kuna baadhi ya waliokuwa kwenye kambi ya Nduta hawataki kurudi kwao, wakati makubaliano na serikali yao kwamba ni wakati mwafaka, hakuna matishio, warudi kwao, na wengi wameanza kurudi kwao. Sasa wengine wamechukua nafasi hiyo, wameanza kutoweka kwenye kambi yao na kuanza kuingia maeneo mbalimbali ya wananchi wetu wa Kigoma. Tanzania imeazimia kufunga kambi zote zinazohifadhi wakimbizi wa Burundi na kuhakikisha wote wanarejea, ingawa zoezi hilo linakabiliwa na upinzani kutoka kwa wakimbizi wengi wakionyesha kutokuwa tayari kurejea Burundi kwa sasa. Prosper Kuigize, DW, Kigoma.
Asante sana Prosper Kuigize kwa ripoti hiyo. Na rais wa Marekani Donald Trump anataka kuitenga Afrika Kusini katika jukwaa la kimataifa. Tatizo lake na nchi hiyo ni lipi na mambo yalianza kuharibika lini? Zaidi msikilize Sudi Mnete katika uchambuzi ulioandikwa na mwandishi wa DW Martina Shvikovski. Wakati rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aliposhutumu hivi karibuni kile alichokiita nguvu katili za mrengo wa kulia za kimataifa katika mkutano wake wa chama tawala cha taifa hilo ANC, kila mtu alitambua kuwa alikuwa anamrejea au anamrenga rais wa Marekani Donald Trump. Ukosoaji wake wa wazi haukuwashangaza wengi kwa kuwa mahusiano kati ya Afrika Kusini na Marekani yamezorota kwa kiasi kikubwa tangu Trump aliporejea ikulu ya White House mwaka 2025. Trump amekuwa akidai mara kwa mara kwamba wazungu wachache nchini Afrika Kusini wanakumbwa na mauaji ya kimbari, ingawa hajawahi kutoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo. Serikali ya Ramaphosa imekanusha vikali madai ya Trump, ikisema hayana msingi wowote wa ukweli. Baadaye Trump alisusia mkutano mkuu wa kundi la nchi tajiri zinazonukia kiuchumi za G20 wa mwaka uliopita ambao uliandaliwa na Afrika Kusini. Kwa sasa vyombo mbalimbali vya habari vinaripoti kuwa Marekani inaishinikiza Ufaransa kuiondoa Afrika Kusini kwenye orodha ya waalikwa wa mkutano wa kundi la mataifa 7 yanayoendelea kiviwanda duniani, yaani G7. Daniel Silke, mkuu wa shirika la Political Future Consultants lenye makao yake makuu mjini Cape Town huko Afrika Kusini, anasema mahusiano yalianza kuharibika kabla ya hata muhula wa pili wa Trump kuanza rasmi. Akizungumza na DW amesema hili jambo lilikuwa linakuwa kwa muda mrefu. Katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, Afrika Kusini imebadilisha mwelekeo wake wa sera za kigeni, ikijiondoa pole kutoka kwa Marekani na kwa namna pana zaidi kutoka kwa nchi za magharibi. Badala yake, nchi hiyo imeelekeza macho yake kwa nchi wanachama wa BRICS, muungano wa mataifa yanayoibukia kiuchumi ulioanzishwa kama kinzani dhidi ya muungano wa G7 unaotawaliwa na nchi za magharibi. Ramaphosa ameendelea kufanya juhudi za kudumisha uhusiano mzuri na Urusi, mwanachama wa kundi la BRICS, licha ya nchi hiyo kuanzisha uvamizi kamili wa Ukraine mwanzoni mwa mwaka 2022. Hatua hiyo haijawashangaza wengi, ikizingatiwa kuwa chama cha ANC kina uhusiano wa kihistoria na Moscow tangu mwaka 1970 na mwaka 1980, wakati Umoja wa Kisovieti ulipounga mkono mapambano ya ANC dhidi ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Katika miaka ya hivi karibuni pia, Afrika Kusini imeimarisha zaidi uhusiano wake na China, ambayo nayo ni mwanachama wa BRICS. Mahusiano hayo yalizidi kuwa magumu zaidi pale Afrika Kusini iliposhutumu Israeli kwa kutekeleza mauaji ya halaiki dhidi ya Wapalestina huko Gaza katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ mjini The Hague. Mwezi Desemba mwaka 2023, serikali ya Marekani iliwasilisha rasmi malalamiko dhidi ya tuhuma hizo mwezi Machi mwaka 2026, ikiunga mkono Israel ambayo imekanusha vikali madai ya kufanya mauaji ya halaiki. Jambo lingine, chama tawala cha ANC kina mtazamo chanya kuhusu utawala wa Iran ambao ulisitisha kuisambazia serikali ya ubaguzi wa rangi ya Afrika Kusini mafuta ya petroli kufuatia mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Hilo linaeleza kwa sehemu sababu kwa nini Afrika Kusini haijaitenga Iran wakati Marekani ikiendelea kushambulia na kuwekea shinikizo viongozi wa nchi hiyo. Na kwa ripoti hiyo kutoka kwake Sudi Mnete, ndiyo inotufikisha katika makala tuliyokuandalia. DW Wanawake na maendeleo. Kwa mwaka 2025 idadi ya wanawake nchini Kenya inakadiriwa kuwa takriban milioni 31, huku Nairobi pekee ikiwa na jumla ya watu milioni 5.77, ambapo wanawake ni takriban milioni 2.9, na Mombasa wanawake ni takriban 770,000. Licha ya maendeleo yanayoendelea duniani, hususan nchi za Afrika kutaka kufikia 50-50 kwenye masuala ya usawa wa kijinsia, ila bado kuna baadhi ya shughuli zinaonekana zinawalenga wanaume tu na sio wanawake.
Katika barabara za Kenya, sasa kumeshuhudiwa ongezeko la wanawake wanaoendesha pikipiki kama chanzo cha biashara au hata sehemu ya kujifunza. Ila dhana potofu kuhusu waendesha pikipiki wa kike bado zinatawala. Wengi hudhani wanawake wanaopanda pikipiki ni wahuni au wanajifananisha na wanaume. Dhana hiyo inapingwa vikali na waendesha pikipiki wa kundi la Inked Sisterhood. Karibu msikilizaji kwenye makala ya wanawake na maendeleo, ambapo leo tunaangalia jinsi dhana potofu kwa waendesha pikipiki inavyopingwa na jamii nchini Kenya. Mimi ni Najat Omar, karibu. Kikundi hiki kilianzishwa mwaka 2017 na wanachama wake wanatoka katika sekta mbalimbali, wakiwemo wanasayansi, mawakili na watumishi wa umma. Lucy Moyeyo ni mwanasheria na mwendesha pikipiki, anasema jamii inaona wanajifananisha na wanaume. Kuna dhana potofu kuhusu waendesha pikipiki wa kike nchini Kenya ni kwamba wanatuona sisi ni waasi. Sivyo, sisi ni watu wenye mshikamano na wapenda amani. Dhana nyingine wanatuona sisi kama jike dume. Sidhani kama ni kweli. Ukiangalia nyuma yangu utaona wote ni wasichana na wanajihusisha kama wasichana, na tunafurahia kuendesha pikipiki. Kundi hili la Inked Sisterhood linaendelea na utamaduni wa kuendesha pikipiki, ikiwa ni katika kuendeleza dhamira ya kuhimiza usalama wa barabarani. Mbali na burudani, wanashiriki katika shughuli za kijamii kama upandaji miti na kampeni za usalama zinazojumuisha jinsia zote. Amanda Hamat, mtaalamu wa masuala ya masoko na mwendesha pikipiki, anasema kundi lao ni chanzo cha kusaidiana katika masuala ya kijamii na kihisia. Kati yetu, kama mtu amepata mtoto ama anapitia changamoto na mambo ni magumu, tunaitembelea familia yake. Kwa hiyo mbali na kuendesha pikipiki, tunajumuika na kushirikiana. Kisianan Kenan, mwanasayansi na mwendesha pikipiki, anasema yeye anapingana na dhana jamii kuona kuwa kuendesha pikipiki ni kazi ya wanaume. Ninapokaa juu ya pikipiki nahisi nina nguvu. Mimi ni mmoja wa wanawake waliopo hapa kuonyesha kwamba kila mtu anaweza kufanya hivyo. Jumuiya hii imenifanya nipende zaidi kuendesha pikipiki, kwa sababu nilipojiunga sikujua hata kama kuna jumuiya. Nilijiunga tu na nikawaona wanawake wengine wakifanya vivyo hivyo na nikaipenda jumuiya. Msikilizaji, kwa wanawake hawa pikipiki sio tu chombo cha usafiri, bali ni ishara ya uhuru, mshikamano na nguvu mpya. Wamevunja dhana potofu ya kuunda jamii inayowawezesha kijamii na kihisia, huku wakihimiza usalama na mshikamano. Hadi kufikia hapa, makala ya wanawake na maendeleo inafikia mwisho. Mimi ni Najat Omar, shukran kwa kutusikiliza. Na kufikia hapo ndipo mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Tatu Karema na nakutakia siku njema. Asante sana Tatu Karema kwa kutuelekeza vizuri katika matangazo haya ya asubuhi, na vile vile Josephat Charo kwa usomaji wa habari, na wote ambao wameshiriki katika hatua ya kuona kwamba wanatupatia taarifa ya habari. Tupokee Kiziba Mkonga, sauti yetu hii. Kiziba Mkonga cha sasa. Maamuzi yako, chaguzi zako zina athari, influence and impact kubwa kwenye maisha yako kuliko sala na maombi yako. Kuwa makini sana kwenye maamuzi yako. Ninajua itakuchanganya. Maamuzi yako na chaguzi ulizo nazo zina athari kubwa sana kwenye maisha yako kuliko sala na maombi yako. Kuwa makini sana unapoomba na kupiga sala lako, basi fanya maamuzi sahihi.
Enda pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kuna link ambayo ni ya PayPal, iandame kwenye ukuta ule, utapata maelezo jinsi unavyoweza kutupiga jeki kuna kwamba maona haya yanafika mbali. Kutoka kwangu na kutakia kila laheri kwenye vipindi vyetu vinavyoendelea.